Na nitaonyesha keyboard orientation, na kama tunavyofahamu keyboard orientation ni hatua mwanzo kabisa kwa mtu ambaye anajifunza kompyuta au kwa mtu ambaye anataka kujifunza kutumia kompyuta kuweza kuifahamu. Na hatua ya kwanza wakati wa kujifunza keyboard orientation tunaangalia kitu kinaitwa msaada ambao tunaweka ili jinsi gani tunaweza kuzipitia zile herufi na kompyuta isiweze kuhama kwenye program zingine. Na msaada huo tunabonyeza NVDA+1 ndio tunaweza kuweka msaada. Na ndio hapa ndo tunaanza kuzipitia button zilizo kwenye keyboard ili kuweza kujua zina kazi gani na mtu anaweza kuzijuaje endapo atakuwa anajifunza kompyuta. Na tunaanzia mkono wa kushoto juu ambao tunakutana na button hii hapa. Hii ni escape. Na button inayofuatia hii ni graph. Inafuatia tab, caps lock, left shift, left control, left window, left alt, space, right alt, right window, application, backslash, left shift, enter, backslash. Lakini pia kuna button ambazo ziko mstari wa juu hizi kabla ya mstari wa juu wa pili ambazo hizo tunasema ni namba, ambazo kuna namba 1 ambayo 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Lakini pia kuna button ambazo ziko mstari wa kwanza juu ambazo pia zina kazi mbalimbali kama F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Lakini pia kuna button ambazo ziko katika kipande cha pili au tunasema kifunge cha pili hichi ambazo pia zina kazi mbalimbali kama kuna button hii ambayo inaanzia hapa mkono wa kushoto, left arrow, down arrow ambayo kwa juu yake ndio ina hapo ambayo inakuja right arrow. Pia kuna button ambazo ziko hapa, kuna delete, kuna end, page down, page up, home. Lakini katika keyboard orientation tuna program ya mtu kuweza kuzijua herufi ili hata ikifika wakati wa kuandika isimsumbue. Na njia yetu ya kuweza kuzijua herufi ni kwa kupanga vidole ambavyo tunapanga katikati ya keyboard. Kuna kama alama fulani ambazo zinakuwezesha mtu kujua hapa sasa ndo mstari wangu sahihi wa kupanga vidole, ambapo hapa tayari nishapanga vidole. Kwa wakati wa kwanza kuandika hapa sasa, mtu ukitaka kuandika unakuwa unapandisha na kushusha vidole, wewe mwenyewe unakuwa unajua unazipata herufi gani. Kwa mfano hapa kuna KL. Kwa hiyo naomba tuishie hapa, na hivi ndivyo ambavyo mtu anaweza kuweza kujifunza keyboard orientation na akaweza kuendelea kwenye program za mbele katika kompyuta. Asante.